Kitabu ni kile cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni wa 7 mstari wa 13 hata 14. Nasema, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Akajibu mmoja kati ya wale wazee akaniuliza, wakati wao watu ambao wamevikwa mavazi meupe ni wakina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Mzee huyu anayeuliza ni kati ya wale wazee 24 ambao tunaimba hapa kwamba wanamuinamia Mungu kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na akaanza kumuuliza Yohana katika ndoto, anamuonyesha, maana ameonyeshwa kundi la watu ambao wamevikwa mavazi meupe. Alafu yule mzee akamtokea kwa nia ya kutaka kumfahamisha jambo, akamuuliza, hawa waliovaa mavazi meupe ni wakina nani? Bwana Yesu asifiwe. Yohana akajibu, anamwambia yule mzee, wewe unajua. Kwa nini anajua huyu mzee? Kwa sababu umekuwa huku mzee wa siku, kwamba tokea vizazi wewe uko hapa pamoja na Mungu, uko katika ufalme huu na Mungu. Chochote kinachoendelea huku unakijua, chochote kinachopangwa kuja huku unakijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe unajua. Yule mzee akafungua kinywa chake akamwambia kwamba hawa ni kati ya wale ambao walifua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kumiliki ufalme wa Mungu. Amen. Kwa lugha nyingine nasema nini? Kama watu walikuwa wanataka ama tunataka kwamba tufikie ufalme wa Mungu, tumiliki ufalme wa Mungu, ni lazima kuna maandalizi ya kuyafua mavazi yetu, kuyatengeneza yawe safi. Ndio maana yatakapoonekana yatatambuliwa kwamba hawa ni wasafiri wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juzi nikawa nafuatilia kesi ya yule jamaa anaitwa muuza mask aliyepigwa risasi. Ripoti inasema kwamba tulimuona askari akishuka na akainua bunduki akapiga. Na yule anayesemwa hivyo anasema si mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mwingine nyuma yake ndio alishoot, lakini yeye alikuwa ameinua kweli silaha yake lakini hakushoot. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu wanasema mistaken identity. Unaweza ukavaa mavazi alafu ukafika pale njia panda, hii inaenda kule usikotajika na hii inaenda katika ufalme wa Mungu. Alafu sasa uliwa pita hivi wewe na Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama mavazi yako umeyafua kwa damu ya Yesu Kristo mwana kondoo, wanapofika pale wazee wako pale wako imara, wanaangalia, wanasema kwamba na wale mavazi yao yamefuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo njia yao ni Bwana Yesu asifiwe. Anayetaka kurithi ufalme wa Mungu lazima ajiandae kwa njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa miujiza peke yake, sio kwa maisha mazuri peke yake hapo ulimwenguni, lakini kwa kuhakikisha kwamba mavazi yako, moyo wako, maisha yako umeyatengeneza yako safi, yanaweza kutambuliwa na wale wazee waliokaa katika pale kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila baraka zina maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Atakaye kuingia katika ufalme wa Mungu ni lazima ajiandae yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mchungaji atakutengenezea ama atakufulia hayo mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Sio askofu atakuja kukufulia hayo mavazi. Amen. Wewe mwenyewe
utachovya pale kwenye damu ya mwana kondoo yawe safi. Yakionekana hivi, malaika wanasema kwamba haya yametolewa katika damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Wakushike mkono, wakuingize katika ufalme wa Mungu. Amen. Soma nami katika kitabu hiki kingine. Wafalme wa pili 5:10. Naye Elisha akapelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukawa na jemedari mmoja ambaye naye alikuwa ameugua. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta matibabu ama anatafuta uponyaji, lakini hajaupata huo uponyaji. Amen. Katika nchi ile kukawa kuna mtumwa mmoja akamwambia, laiti bwana wangu huyu angejua kwamba kuna nabii huko Israeli, angepata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Habari hizi zikamfikia huyu jemedari, na akafunga safari akaenda kwa nabii anaitwa Elisha, ambaye ndio alikuwa amesikia habari zake. Akasema kwamba kama ninaweza kupata uponyaji wa ukoma huu, basi itakuwa bora. Ninaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na akapiga ngamia wake, akapiga punda wake, akapiga farasi wake. Sijui ni mnyama gani alikuwa amempanda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akafunga safari akaenda mpaka kwa lango la Elisha, kwa nia ya kuwa ninataka kuponywa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wafafanuzi wengi wa neno hili wanasema kwamba yeye tayari, wanaosoma moyo wa huyu jemedari wanasema kwamba alipoenda akilini mwake alikuwa anajua kwamba kama ni mtumishi wa Mungu ataniwekea mikono nami nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kadri akiendelea na safari na kukaribia katika malango ya Elisha akaongeleshwa na Mungu, akaambiwa kwamba kuna kuja mtu namna hii, lakini tuma neno mwambie kwamba akaoge katika mto mara 7. Bwana Yesu asifiwe. A specific one. Amen. Mto maalum. Amen. Mto gani? Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie apige punda wake aende mpaka Yordani akaoge huko mara 7 na ngozi yake itarudi sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ametamani kuponywa, mtu ambaye amefunga safari kutoka mbali, ambako amepita mito mingi, pengine amepita maziwa mengi, amepita na bahari nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Akitafuta uponyaji, anaambiwa rudi katika mto wa Yordani. Amen. Sijaangalia Rahamani. Mwende kawa hata alikuwa amepita hapo ndio akafika huko kwa Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaambiwa mimi hata sitaki kuja huko nje. Enda kajichovye mara 7 katika huko. Huyu jemedari, neno la Mungu linasema kwamba alianza kupingana, lakini kwa ushawishi akafika mahali akaamua kuifuatilia ama kuitii ile sauti. Bwana Yesu asifiwe. Na akaenda. Sasa uangalie kwamba kila baraka inakuja kwa maandalizi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ameambiwa maandalizi ya uponyaji wa ukoma ni lazima ujichovye mara 7, ndio hiyo ukoma uiondoke. Anaangalia
vidonda ni vile vile. Mara ya pili chupui, akitoka vidonda ni vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya tatu chupui, akitoka vidonda ni vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Sijapo vidonda vingine alikuwa anaacha yukoma manake. Amen. Lakini alipofuatilia mpaka kufika ile mara ya 7 chupui na kutoka hivi, akawa amekuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Maana amefuatilia kila hatua. Amen. Si kwamba ninataka kuponywa chupui tosha. Wewe Mungu na mimi tushamalizana, kaa kwako na mimi na kwako, kaa kwangu. Habari ya kunifuatilia dhambi zangu sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa umekuja mapafu yameganda, sasa yameponywa. Shida zako na mienendo yako yafuatilie mimi. Kwa nini ukae hapo karibu kila siku anakuudhi na kukwambia dhambi zako? Amen. Lakini ili kwamba uendelee kuwa mzima, lazima hatua zote usikamilishe. Amen. Ili upate ile baraka ya uponyaji, lazima ufanye kile ambacho amekiamuru. Amen. Jemedari akajichovya na akawa mzima. Amen. Hata leo kuna mtu ambaye bado anaugua, lakini akisikia neno kama lile aliloambiwa yule mwenye kagodoro, anasema sina nguvu na kubeba ile kagodoro. Bwana Yesu asifiwe. Akiambiwa habari hizi za kurudi kwenye mto, anasema kama ni mto, badala kwenda huko mbali, hata kama panatosha. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niulize, kuna watu hapa ambao wamekuwa washiriki na shirikiki? Bwana Yesu asifiwe. Ambao ametoa nauli kwa ajili ya kuenda kwa mganga. Kama huko, inua mkono, iliondoka hiyo dhambi kwa mtakatifu. Amen. Amen. Lakini si ulitoa nauli siku moja ukaenda kwa mganga? Inua mkono. Allah. Mimi sikutoa nauli, lakini nakumbuka babangu alitoa nauli ya kuleta mganga. Amen. Watakatifu walizaliwa na matumbo matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na mnaficha. Wengine yule bwana ulimpata kwa sababu ya panga. Amen. Wengine ulikuwa una mistari ya kuongelesha huyo dada ukapita huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu unaambiwa kwamba toka hapa enda Gede. Yuko anayetosha. Si utatoa nauli? Wewe manake yamekufika ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Umehangaika huku na kule, imeshindikana. Yaani wa hapo ushawamaliza. Hawa maeneo haya ushawamaliza. Sasa baki ya abroad. Bwana Yesu asifiwe. Gede, Malindi, ikishindikana Gede, unakuwa songa hapo mbele, aliapapo hapo ndani. Hapo ndio wanashindana wachawi na waganga. Yaani hakuna kitu kingine kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni mashindano. Kwa hivyo ukitoa hapo utakuwa umepata wenye umekolea. Bwana Yesu asifiwe. Na utatoa nauli uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yamekufika. Mkristo wa leo ama mtu wa leo anaweza akakosa kuendelea kuzikaribisha baraka za Mungu za
uzima. Kwa sababu gani? Hapa mpaka town na kanisani town ni mbali. Mama kutoka AIC, Mungu akubariki na kuongezee hiyo miguu isitoke. Amen. Upata washirika kama wale atatolewa na Masengeni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anatoka mbali huko kote, alafu unajua yule pastor aliopendeleo sana, utaondoka wewe umwache. Anajua kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo shirika wake haja upata bure. Haja upata rahisi. Amen. Amelipa gharama. Sasa jemedari ameambiwa kwamba lipa gharama. Enda mpaka kwa hicho kijito ujichovye. Uondoe kile kiburi chako cha kwamba mimi ninayaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Ninayaweza yote na vidole vinaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka baraka za Mungu lazima ufanye maandalizi. Amen. Sasa baraka za uponyaji zinahitaji utiifu. Maana yule mwenye kuambiwa jitwike kigodoro alikuwa hajapona, lakini akalitii hilo neno, na alipojaribu hivi akapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ili kwamba aendelee kubaki katika raha ya uzima ule, akaambiwa usitende dhambi tena, sije nikakupata kubwa zaidi ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Huyu naye anaambiwa kajichovye mara 7 katika mto wa Yordani, na akaacha mito yote akaenda hapo Yordani akafanya hivyo mara 7, akaacha ukoma pale. Bwana Yesu asifiwe. Yoeli 2:12. Na 13. Kitabu cha Yoeli mlango ule wa 2 mstari wa 12 na 13 nasema, hakuna msamaha pasipo toba. Bwana Yesu asifiwe. Soma. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa kufanyaje? Kwa kufunga. Na kuombolea, na kulia, na kwa kuombolea, na kuombolesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu rarueni mioyo yenu. Irarueni hiyo mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Wala si mavazi yenu. Ukarudie Bwana. Ukamrudie Bwana Mungu wenu. Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema. Maana yeye ndiye mwenye neema. Amejaa huruma. Amejaa huruma. Si mwepesi wa hasira. Si mwepesi wa hasira. Ni mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema. Naye hugairi mabaya. Naye hugairi mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kwamba nimechoka katika maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Nimegundua kwamba nimeasi, nimekuwa mtu wa kutengwa, nimekuwa mtu ambaye sifai katika jamii, nimekuwa mtu ambaye sifai mbele za Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba nirudieni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumrudie Bwana. Kwa kufanya nini? Kwa kufunga na kuomba na kulia na kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anayeomboleza anajutia jambo fulani, anahuzunikia jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayelia analia kwa sababu kuna kitu ambacho ana uchungu nacho. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anaomboleza ni mtu ambaye anahuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Anayefunga kujinyima, yani unakataa kula msosi, pilau, biriani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu. Kama tumbo haikumi, kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi mmeokoka je? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninauliza, mmeokoka? Amen.
hapa tulete pilau hapa na vikose mgawanyaji. Kila mmoja ni self service hapa. Utaona wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia tu sahani ya pilau. Wengine watabeba hata kabla wengine hawajapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ni ubinafsi. Amen. Sasa ifikie mahali eti sufuria limejaa tele hapa, kreti za soda ziko pale. Ukirusha macho upande ule wa pili wa mama kiongozi amebeba kapu la ndizi. Ungemshia. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Sauli. Wow. Sio hawa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaipostpone mara hiyo. Amen. Tunaiahirisha. Nasema hata kesho pia ni siku. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema kwamba ombolezeni, fungeni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba sikieni kuchukia hili jambo ambalo linawatenganisha nyinyi na Mungu wenu. Amen. Sikieni kulichukia. Mjinyime ama mjikatae kwamba kama mimi ninaweza nikamkasirisha Mungu. Mimi ninaweza nikamfanya Mungu asiongee. Mimi ninaweza nikamsababisha Mungu awe hawezi akaangalia hili kanisa. No, si kitu mimi. Sifai kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio alikuwa anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Hivi huwa tunaongea tu mtani wakati mvua inachelewa huku tunasema kuna wachawi wengi. Umetenda dhambi sana. Mbona kwingine kunyesha mvua huko kunyeshi mvua? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujikute kwamba wewe ndio chanzo cha kuwa mvua hainyeshi. Unazuia baraka za wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unacheka tu. Unafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Unafuraha gani wewe? Amen. Sasa ili hali ibadilike kwamba kuanze baraka za Mungu zianze kuflow, ni lazima ujikatae, urudi mbele za Mungu, mwambie kwamba ninajichukia kwa sababu ya kukuudhi, kwa sababu ya kukosea mpaka umezuilia baraka za jamii nzima. Kosa ni mimi. Sifai. Ninatubu. Ninaomba unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Unatamka maneno ya toba, unaomba msamaha ili kwamba usamehewe na baraka za Mungu ambazo zilikuwa zimefungiwa kwa sababu ya dhambi ya mtu ama ya watu ama ya kundi siweze kuachiliwa. Amen. Akurudisha pale kwenye shina Yohana 5. Nasema kwamba baada ya hayo Yesu akamkuta tena ndani ya hekalu akiwa anacheza, alafu akamwambia kwamba usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo dhambi inakaribisha magonjwa. Hiyo dhambi inakaribisha maskini. Hiyo dhambi inaondoa utukufu wa Mungu. Hiyo dhambi inaondoa uwepo wa Mungu kwako. Hiyo dhambi inaondoa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Wagiriama wengi hapa. Kuna neno inaitwa nongopi. Bwana Yesu asifiwe. Ni tafsirie? Sasa nauliza, huyu mtu wa nongopi huyu huwa ni kweli ama anasingizia? Sasa inakujaje hii nongopi? Ni roho. Kwa hivyo roho ya dhambi inaweza ikawaingia huyu mama hapa akaanza kuonekana tu wa mkono.
kupotea kitu hapa, speaker kubwa kama hii unaenda kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka mpigie hesabu basi awe ameitoaje yeye kwenye haiwezi. Lakini mnamuona yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwekewa ndani yako ama ikikaa ndani yako, inakufanya mtu wa kusingiziwa, mtu wa kuonekana kwamba wewe haufai kwa mambo fulani. Je, ita-attract mema kwako? Bwana Yesu asifiwe. Umekaa pale unangojea ajira, watu wanakuja kutoka Kilifi, Malindi wanaajiriwa, wewe uko hapa. Lakini kila mahali ukienda kuuliza, wanakuona ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mkaribishe hapa ndani siku 2-3 amekuoshea yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kumekaa hiyo roho ndani yako. Imani. Ili kwamba ujitoe hapo, uwe sasa mtu wa lengwa na baraka, uitwe heri, ni lazima urudi katika toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna baraka ya msamaha na mapatanisho pasipo toba. Bwana Yesu asifiwe. Na pasipo kupatana na Mungu, vitu vingi vitakuwa ni ngumu kuvipata kwako. Amen. Sasa umelia siku ngapi? Je, hapo unapolia umepaangalia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome kitabu hiki. Wafalme wa Pili 3:16. 17. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 3:16 na 17. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Kwa kuwa Bwana asema hivi. Kwa kuwa Bwana asema hivi. Hamtauona upepo. Hamtauona upepo. Wala hamtaiona mvua. Wala hamtaiona mvua. Ila bonde hili litajaa maji. Litajaa maji. Nanyi mtakunywa. Ninyi na ng'ombe zenu. Na wanyama wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii inaongelea mtu ambaye anatarajia ama anatamani baraka iwe za kazi general. Bwana Yesu asifiwe. Yaani baraka za aina yoyote. Lakini je, kuna imani ndani yako kwamba huyu Mungu unayemtegemea anaweza kutenda hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama unangojea upende ndio useme kwamba hii ni Mungu ametenda? Sasa hawa watu wakawa wamepatwa na ukame. Shida imewasonga, wameanza kulalamika na kulia, maana mifugo haina maji, wao wenyewe hawana maji. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu anawatokezea kwa kinywa cha nabii, anawaambia kwamba sikizeni, kuna ukame, hakuna maji, basi fanyeni hivi, anzeni kuchimba mabwawa. Bwana Yesu asifiwe. Tengenezeni mabwawa ya kutegea maji, maana pasipo upepo wala mawingu mtapata maji. Bwana Yesu asifiwe. Nchi kavu, ukigonga ardhi imekauka kama jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu hakuna mawingu wala hakuna hata upepo ambao una dalili za kuwa utaleta mawingu. Wewe unakuwa uchimbe hifadhi ya maji. Pale wasema hii ni kutoshana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huku ni kutoshana huku. Ati mnasemaje? Tuende tukachimbe mabwawa. Mvua iko wapi?
hata mawingu hayaonekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa imani, maana nimedumu nikimwomba Mungu nikisubiri kwamba anibariki na kazi, ninaanza kujiandaa, ninavaa, ninabadilisha mavazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema sasa siku ile ya interview nitavaa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Sitavaa dera, sitavaa pipe. Bwana Yesu asifiwe. Pipe kwa penseli. Bwana Yesu asifiwe. Yote. Okay. Piga kapenseli alafu na viatu ambavyo havina soksi. Isha maneno. Ndio fashion. Amen. Ukiona kijana kama huyo ni mang'aa, waita kichunga. Amen. Sasa inafika ile siku, wewe umengojea, umeomba kwa Mungu na hata hujasikia simu wala hujapata rafiki akakwambia by the way kule kwetu ni kama kuna nafasi lakini sijajua mpaka niongee na boss. Haujapata mtu kama huyo. Na unaanza kujipanga, unasema kwamba siku utakayoitwa kwa interview, binti yangu utakayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kununua tu marashi. Unasema hiyo siku interview sitaki niende nikiruka kikwapa. Haka na kaweka kwa ajili ya hiyo siku. Amen. Amen. Maandalizi, maana unajua pasipo kuchelewa huyu Mungu ambaye ninamwomba atatoa jibu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na imani useme kwamba mpaka nipigiwe simu. Ukipigiwa simu na kwamba kesho tunakuhitaji kwa interview, alafu wewe uko na jinsi yako ile ambayo ilichanwa mpaka huko juu, hiyo ndio nguo pekee yake ambayo unaweza tokea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Vingine ni vishoti wa dada. Mama, si wewe, lakini mtoto wako huyu Betty, mtoto wako huyu Betty, yani anavaa kashoti, nakwambia mama naenda interview. Una tamaa ya kuwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Lakini kwa sababu alijiandaa, naenda kwa interview. Hai umevaa. Sawa, hapo uko sawa mwanangu. Hapo sawa. Hata wewe anaenda lakini unajua akikosa wamemwonea. Bwana Yesu asifiwe. Maandalizi. Unajiandaaje kwa ajili ya zile baraka ambazo unazisubiri? Bwana Yesu asifiwe. Je, imani yako inasema kwamba huyu Mungu ninayemtegemea anaweza akatimiza hayo? Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kuna jambo moja alikutendea. Na usingetendewa usingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ukiuliza kila mmoja kuna kitu alitendewa na Mungu, ndio maana leo wamebaki katika wokovu. Amen. Lakini kwa ajili ya yale mengine, je, unaweza ukaendelea kumwamini? Amen. Tumalize na hii. Isaya 40:3. Tunamsubiri Yesu Kristo atakayekuja kwa mara ya pili ili atuchukue tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Unajiandaje? Bwana Yesu asifiwe. Soma Isaya 40:3. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliye. Tarudia. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliye, itengenezeni njia. Tarudia. Kitabu kile cha Isaya mlango wa 40:3. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye nyikani, jangwani huko,
itengenezeni njia ya Bwana. Amen. Amen. Kama haitatengenezwa atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yuko pale anasubiria. Anasubiri mtu ambaye yuko hapa leo amefikisha miaka 18, anataka atengeneze njia yake ndio Bwana Yesu aje awe anaweza kuchukua akaenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasubiri mtu yuko pale ana miaka 65 lakini hajatengeneza hiyo njia, aitengeneze hiyo njia ile yeye anapokuja awe anaweza kuondoka na huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla haijatengenezwa hiyo njia, basi anaendelea kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kadri anapoendelea kuchelewa kuja, mateso tutaendelea kuyakuta dunia hii, maana imetangaziwa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunalia, Yesu Kristo ametangazwa kwamba atakuja. Si kitambo, siku za mwisho zimefika, siku ya Bwana imekaribia, lakini hatumuoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nimesikia hilo neno nikiwa primary, nafikiri darasa la 3. Bwana Yesu asifiwe. Nikalielewa. Wazungu wakaja kule wakatupatia vitu vizuri, wakatuhubiria. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakatuambia, for God so loved the world that gave his only son, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Kasika kuanzia hapo. Alafu kapo kwamba na lazima utubu sasa, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Darasa la 3 mpaka saa hii ninafundisha watoto wamepita darasa la 3. Bwana Yesu asifiwe. Je, inaaminikaje kwamba ni mimi ndio sijatengeneza hiyo njia? Amen. Itafikaje hii siku ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanauliza siku ya Bwana itafikujaje? Lakini kuna namna. Watu wanasema kwamba there are several types of raptures. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unyakuo uko wa aina nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya hiyo unyakuo ni huu, kifo cha kwako wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unasema inachelewa, unasema inachelewa ile ya harusi ya wote. Amen. Amen. Lakini ujui ile ya kwako ya mtu binafsi inaweza kukuta lini. Amen. Ujiandae. Na anakungojea ama amekupa nafasi kwamba pengine akifikisha miaka 40 ataziacha hizi njia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nimejiuliza, wa ulimwengu hawa ambao tunawakuta kwetu ulimwenguni, Bwana Yesu asifiwe, ambao wamechora tattoo mpaka wanatisha. Amen. Alafu sasa kuna matarajio kwamba anaokoka siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu yuko pale anampa muda kwamba pengine hii anayafanya kwa sababu ya ujana, akifikisha 40 huyu ataanza kuzeeka, atayaacha, atatubu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu kama huyo anaachiliwa na tattoo zake, amezichora huko kote, manyoka chao zote ameweka. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kutoboa mashimo ya anazungusha sikio lote, anamaliza. Amen. Fanya kila kitu kabisa. Lakini Mungu anakupatia tu muda, anasema kwamba huu wote ni ujana. Akishafikisha umri huu huenda akatubu. Akitubu tu nitakuja kunyakua huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti iliayo nyikani, yatengenezeni mapito. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo sauti inatangaza kuja kwake Yesu Kristo, na hata kuja kama wewe haujajiandaa ama hakuna maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja mahali ambapo pameandaliwa. Muulize, uko tayari wewe? Tayari. Hataki kufa. Lady ni kukosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapaswa kujiandaa.
Yesu asifiwe. Kwa mambo madogo madogo. Lazima kila kitu, siku zinapoendelea, nikipewa siku nyingine ninaliacha hili, siku nyingine ninaacha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasonga nikiendelea kuachilia kila linalokuwa kizuizi cha mimi kuingia katika ufalme. Amen. Amen. Katika hali hizo utakuwa unakaribisha baraka za Mungu katika maisha yako. Amen. Yaani anakutengeneza kila siku, unakuwa mzuri na baraka zinakuja zaidi na zaidi. Amen. Amen. Nauliza swali moja. Watu wazima walio hapa ambao ni wazazi, mtoto wako akakukosea ile ya mwisho kabisa, ile ambayo utasema kwamba wewe sikuhesabu mtoto wangu tena, usiniite mama wala baba. Yesu asifiwe. Kwa sababu ametenda dhambi ama makosa, si ndio? Unaweza ukaongeza ukasema mpaka mazishini kwangu usije. Kwa kule kwetu wanasema wala nguo yako isiingie kwenye jeneza yangu. Unazikana nguo. Bwana Yesu asifiwe. Hayo umetamka na umemaanisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na utaendelea kumchukia, yamkini anaweza akahama huyo mtoto hata akaenda nchi za mbali. Amen. Akapotelea huko. Alafu kwa bahati nzuri kule atakakoenda akakutane na mtumishi wa Mungu. Mtumishi Stephen hapa amhubirie kwa unyenyekevu mwingi na abadilishe nia yake, akumbuke ndio nimekubali, lakini kule ninakotoka mimi nilitenda dhambi kubwa mpaka hivi mamangu ama babangu akafa leo, siwezi enda kumzika maana alinifukuza, alinilani, akaniambia sistahili hata kuona mwili wake atakapokufa. Sasa kabla sijapata habari za kufa kwake, acha nirudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Na arudi nyumbani huyu mtoto. Akifika pale langoni ama mitaani ama huko stage, atangulize habari, aseme kwamba mwambieni mzazi wangu kwamba mimi nimekuja na sijakuja kwa mtani ama mchezo, nimetubia makosa yangu, najua nilimkosea, ninaomba anisamehe, yani nimekuja kutubu dhambi na tupatane huko. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri inawezekana kusamehewa mtu kama huyu? Wamama, ukapata habari hizo, utasema aje ama arudi huko huko? Aje. Akishafika unamuona amekuwa, wakati akiondoka, poleni marasta ambao mko hapa, akiondoka pale alikuwa amejaa dread zile ambazo zimepigwa huko para alafu hapa Bwana Yesu asifiwe. Yani hana adabu, akikuongelesha anakuonyesha hapa sawa. Amen. Sasa unaona mtu mungwana anakuja tena ameshikana mkono na mtumishi wa Mungu, wamevaa kola, wanatembea pamoja. Haya mama, uongeleshwe, ukubali, msameheane. Ile laana futika ama huwa inabaki hapo? Huwa inafutika. Haijalishi imekuwa ya miaka ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi imedumu kiasi gani, haijalishi ilikuwa ngumu kiasi gani, lakini kwa sababu amekusudia kurudi na kuitubia dhambi yake, anapokelewa upya. Bwana Yesu asifiwe. Na anatengenezwa mtu kama huyu. Amen. Neno la Mungu pale katika maandiko linaongea habari za mwana mpotevu. Akawa ameacha bradhaki katika ile boma, na alipoenda kule mambo yakaharibika, akakusudia kumrudia Mungu, akamwambia Mungu, akamrudia babake, akamwambia baba, nimetubu, nimeacha ile makosa,
yale yote ni tamaa nilikuwa niko nazo, lakini nimegundua makosa yangu. Ninaomba unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona mzazi anamwambia mtoto wake kwamba huyu mkaribisheni. Bwana Yesu asifiwe. Mtengenezeni vazi zuri, avae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Atengenezewe chakula kizuri, ale vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mzazi amesahau yale matusi aliyotusiwa. Amen. Amesahau yale masimango aliyopokea. Mtaa wakati kama ule ukawa umemgeuka, unamwambia kwamba ameshindwa na boma lake. Hello, angalieni huko. Tushamaliza hayo. Amen. Amen. Huyu mzazi anasahau kwamba mtaa ulimgeuka ukamwambia kwamba ameondoka ukijana. Ulijua hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Ameshindwa na yule kijana. Bwana Yesu asifiwe. Anasahau yale matusi aliyotusiwa, anamkumbatia. Mpaka inamtia wivu yule aliyekuwa amebakishwa pale, yule kijana mwingine anasema kwamba baba wewe, yaani mimi nimekaa hapa siku hizo zote ukanichinjia ng'ombe wala mbuzi. Huyu kisirani mkorofi aliyechukua mali zake akaenda kuharibu, je, sasa unakuja kumchinjia yule aliyenona, ndiye mtunza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini baba ya mtu anasema kwamba na alikuwa nimempoteza mtu huyu, sasa nimempata tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaweza kumtengeneza na nikampa kwa sababu ya furaha yangu iliyokuwa. Amen. Amen. Ni mtu nani yule ambaye anaweza kurarua moyo wake jinsi vile ambavyo Yoeli anasema, urarue moyo wako mbele za Bwana, mwambie hata kama nimekosa, hata kama nilikuwa nimeacha ibada kwa sababu ya utajiri, kwa sababu ya utoshelevu niliokuwa nao, nikajiendea shughuli zangu. Sasa nimerudi. Bwana, nimekutana na yakukutana nayo, nimerudi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda kule nikakutana na magonjwa, lakini nimekimbilia kwako tena. Ninaomba hifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kibali, ninaomba sikio lako linisikie tena. Yesu akusikie. Yesu akusikie. Amen. Yesu asikie sauti ya kuita kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tu ya kurarua moyo wako, kwa sababu umetambua hali zako na kumwendea, ukamwambia kwamba siwezi kusonga mbele pasipo wewe. Siwezi magonjwa haya, siwezi uchumi huu, siwezi familia hii. Ndio umenipa watoto 5, lakini utawalisha nini? Amen. Ukawa na ukame, unaweza kuonyesha wale 5 wote. Bwana Yesu asifiwe. Ni wanyonye siku moja hivi na wewe umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji vipawa ya Mungu, yani vitu Mungu akubariki navyo ili kwamba maisha iendelee vizuri. Lakini kuna maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Andaa. Mwana mpotevu akakaa akafikiria akasema kwamba ni kweli nimepoteza miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini acha nijaribu hivi, nimrudie yule baba niliyemkosea. Amen. Amen. Nimrudie yule baba niliyemkosea. Nisikie ataniambia nini. Aliporudi akapokelewa na mikono miwili. Maana alionekana ametubu. Alionekana ameacha yale ambayo alikuwa yamemuondoa nyumbani kwa baba yake. Amen. Amen. Tusimame kwa miguu yetu.